Lakini na hali za hao watatu hao ambao ni marafiki na wenza wako, ni vigumu kuepukana nao katika maisha yako. Hatima yenu baina yako wewe na hao itakavyokuwa mwisho wa maisha yako. Anasema yatba'u almayyita thalathatu, humfuata maiti, yani mtu akishakufa humfuata katika safari yake baada ya kifo chake ni vitu vitatu: ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Mwanadamu akifa, vinavyomfuata katika safari yake ni vitu vitatu: watu wake, iwe ni familia, marafiki na jamii aliyokuwa nayo; wa maluhu, na mali ambazo alizitafuta, kama alifanikiwa kumiliki magari, vipando mbalimbali, majumba na kadhalika; wa amaluhu, na matendo aliyoishi nayo katika maisha yake. Lakini vitatu hivi, ama marafiki hawa watatu, watakaokwenda na wewe katika safari yako, kila mmoja kuna sehemu atakayoishia, atakuacha. Lakini mmoja tu miongoni mwao atakwenda na wewe mpaka mwisho wa safari yako. Akasema fayarji'u ithnani, vitarejea viwili katika vitatu hivi baada ya kufika katika safari yako ya mwanandani pale. Mali zako zitarejea, zitakuacha bila chochote kule, lakini watu zako pia waliokupeleka na kukusindikiza nao watakuacha kule. Wayabqa wahidun ay amaluka, yani matendo yako ndiyo yatakayobakia na wewe, mtafukiwa na kuzikwa pamoja kule ndani. Mali ambazo ulizitafuta kwa jasho la damu. Watu wengi hudhani na ufikiri kwamba yale anayoyamiliki au vile anavyovimiliki ndio utajiri wake. Mathalan, mwenyewe ukijitazama unajiona wewe ni tajiri, na watu wanafahamu kwamba wewe ni tajiri. Utajiri wako ni nini? Ukiulizwa utajiri wako ni nini, utataja vile ambavyo unavimiliki: na maduka kadhaa, na majumba kadhaa, na miradi, na miliki mashamba, na miliki hiki na hiki na hiki. Na kama tukichungulia kwenye akaunti zako za kipesa, kama ni benki, una mabilioni ya fedha. Kama ni kwenye akaunti za simu za pesa, una mamilioni ya mafedha uliokuwa nayo, na kila sekunde fedha zinaingia katika umiliki wako. Unaamini huo ndio utajiri wako, lakini hakika yake ilivyo, chochote ambacho unakimiliki katika mali na haujakiingiza katika matumizi yake kwako wewe, aidha kuwapa watu, kuwasaidia watu, ama kujisaidia na kufanya majukumu yako ya kheri, chochote ambacho unakimiliki hakijaingia katika matumizi ni cha kwako kwa 50%. Yani 50-50. 50% ni cha kwako wewe kweli, lakini 50% sio cha kwako. Ni cha nani? Cha warithi wako. Kwa sababu pale itakapofikia tu kama umerejea kwa Mola wako Subhanahu wa Ta'ala, fulani mfanyabiashara wetu, tajiri wetu, hivi tunavyozungumza, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tayari mali zote zile zimehama kutoka kwako zinakwenda kwa warithi wako. Kwa ni chako, lakini kwa 50% tu, na 50% ni wale ambao wanasubiri uanguke wagawane. Lakini hata wale ambao unaishi nao wanakupenda na mwenyewe unathibitisha kwamba ndio wapenzi wako wa dhati, kwa sababu hata siku ulipopata mitihani walikimbilia kwako, na una listi yako mwenyewe kabisa, unasema kwamba fulani bwana ndio ndugu yangu wa kweli, fulani bwana yuko na mimi kimaslahi, fulani bwana ndio ndugu wa damu kuliko hata nilozaliwa nao. Hao nao pia utakapokufa ndio hao watakaoitana haraka na kuisoma aya ya Mwenyezi Mungu wakitoa ushahidi kwamba Mungu mwenyewe anasema thumma matahu faqbara, tusicheleweshe.
Umekufa saa 10, maziko magharibi. Umekufa asubuhi, maziko adhuhuri. Wanakuaisha, hawana habari na wewe tena, maanake mambo yako yashakwisha. Ndio wapenzi wako. Na wengine hata chumba ambacho umekufia hawatoingia, wataogopa, ilhali ndio wapenzi wako walikuwa ukilala nao, ukiamka nao na ukiishi nao. Siku utakayokufa, mali zako zitabeba watu kuwapeleka makaburini kwa ajili ya kuzikwa wewe, lakini nikifika katika viwanja vya makaburi, magari yote yatabaki kwenye sehemu ya paki, kana kwamba vile anatuambia jamani, sisi panatosha mpaka hapa, kule tena nendeni nyie mkamalizane na ndugu yenu. Tukifika pale kwenye kaburi, wale watu milioni maelfu ambao uliokuwa nao ni wapenzi wako, marafiki zako, kwa udogo wa kaburi nao pia watachagua na watu 5 tu. Maalim, kwa sababu wewe ndio shekhe, utaingia wewe kwanza, atachaguliwa mtoto wako wa kiume kama yupo na kama anayaweza haya, atachaguliwa si baba yako mdogo naye ataingia mle, atachaguliwa mmoja katika wafanyakazi wako au wafanyakazi wenzio wahe, wataingia watu 5 tu, watawakilisha maelfu ya watu waliobakia. Nao kule hawatokaa hata robo saa, haitofika. Wataomba mawe, si madongo ndo mto, wataomba si ubao, wataomba majani, watakufunika kiasi kwamba usiweze kutoka tena. Wakimaliza watatoka nje. Mapenzi yataonekana kwa hawa ndugu zako kwa kugombania koleo la kuingiza mchanga katika kaburi lako, manake usitoke tena huko, baki huko huko. Ndio mapenzi yao yataishia hapo. Wachache miongoni mwao watakuwa na utaratibu, kila wakiamka wakikaa, qul huwallahu ahad, Allahumma asli thawaba ma qaranahu ila fulani. Wachache miongoni mwao, na pia wataanza na spidi kali, itafika wakati pia itakufa hiyo. Lakini matendo ndio yatakayobaki na wewe jino kwa jino mpaka kuhakikisha umefika aidha peponi ama motoni. Mwenyezi Mungu atujalie katika waja watakaoingia peponi. Sasa ikiwa matendo kumbe ndio rafiki utakayekwenda naye mpaka mwisho wa safari yako, vacation unayokwenda, hakikisha ina matendo yatakayokufikisha salama kwa Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. La sivyo, hizo gharama zako za kwenda haya matembezi, ni bora ukatazama katika kijiji chenu, mtaa wenu, ukoo wenu. Vijana wanakwenda Januari katika masomo yao, nani kapungukiwa na nini ukamuongezea? Vijana wanakwenda kuisoma dini yao, nani kapungukiwa na nini ukamuongezea katika mahitaji yake? Ni bora ukayafanya hayo kuliko kutoka na familia yako ukaenda vacation ambayo haina matendo yanayomfurahisha Mungu, bali matendo yanayomuudhi yeye na matendo yatakayokufikisha katika moto wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khudhi rafiqa qabla tariq, rafiki aliyokuwa sahihi wa kwenda naye vacation ni matendo ambayo utafika nayo aidha peponi, Mwenyezi Mungu atujalie katika hao, ama ni matendo ambayo yatakufikisha katika moto wa Allah, Mwenyezi Mungu atunusuru tusiingie katika moto wake. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima.